Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Mwanasiasa wa kwanza kutuhumiwa kuhusiana na mauaji yaliyopelekea zaidi ya watu 60 kufariki huko Mpeketoni analala gerezani siku hii ya leo. Si mwingine bali ni gavana kutoka kaunti ya Lamu, Issa Timami. Taarifa hiyo naarifiwa kwamba tunaipokea kwenye muda usiokuwa mrefu kutoka sehemu ya Mombasa ambako ilikuwa mahakama hiyo ilikaa mapema mchana wa leo. Lakini kando na hayo mtazamaji, mtoto mmoja ambaye amezaliwa na ulemavu wa kutokuwa na mikono yote miwili awashangaza wengi baada ya kuongoza darasa tangu mwanzo licha ya ulemavu wake katika eneo la Madogo. Hii ni sehemu iliyoko kaunti ya Tana River. Kutana na Rukia Harun, msichana mwenye umri wa miaka 6 ambaye anategemewa sana na familia yake kwa kazi za nyumbani. Babake anaiomba ama anamuomba yeyote aliye na uwezo kujitokeza ili kumlipia karo ya shule mwanawe, kwani wanajitahidi upande wao. Hamza Yusuf aliweza kulizuru boma hilo na hii hapa taarifa yake. Kitongoji cha Mulanjo, kaunti ya Tana River. Siku huanza kwa pilika za hapa na pale kwa mtoto huyu kwa jina Rukia. Rukia ana umri wa miaka 6 akiwa ni mtoto wa kwanza katika boma hili lenye watoto watatu. Taratibu zake za kila siku huanzia katika duka hili. Yeye huamka mapema na kuanza kuandalia familia yake kiamshaji kinywa. Na kwa kuwa jamii hii inaamini kifungua mimba ndio mwenye jukumu hili, ulemavu wa Rukia sio sababu ya yeye kukeuka desturi yao. Mamake anatuarifu kwamba alipoteza mtoto wa kwanza baada ya kuvuja damu nyingi na alifurahia kupata mtoto wa pili ambaye alizaliwa na ulemavu wa aina hii na kumkubali akiwa katika hali yake, kwani anaitakidi ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Watoto wanamsumbua sana, wakati mwingine anamngojea kwa barabara, wanamfuata, wanamwambia Rukia hana mkono, Rukia anakula na mguu, Rukia anakunywa na mguu, analia, ananirudia nyumbani, mimi namfuata yeye, mimi nampeleka shule. Baada ya shughuli ya kinyumbani, yuko mbioni kutimiza ndoto yake ya kuwa walimu, kwani uchangamkia sana masomo yake akiwa katika shule hii ya kibinafsi, huku walimu wake wakimiminia sifa tele. Na saa 8 pia huwa tuko na tuition. Rukia huwa anafika hapo mapema sana, hata huwa haendi lunch. Sometimes haendi, akifika tu nyumbani akute hakuna mzazi, anakuja ambia ananiambia, madam, nimekuta hiyo boma hakuna mtu. Mwanafunzi huyu huenda akalazimika kuacha masomo kwani familia yake haina uwezo wa kumlipia karo, kando na kudaiwa karo ya muhula miwili iliyopita. Hakuna mtu anasaidia familia, naye hakuna mtu kwa nguvu isipokuwa ni mimi peke yangu, mimi na sina kibarua. Kwa sasa wito wa Rukia ni moja tu. Naweza kufanya kitu kwa nyumba, naweza kufanya kitu kwa darasa. Mwenye kuna mkono hawezi kunishinda kwa darasa. Napenda kusoma, naomba serikali wanilipie shule. Bila shaka ulemavu si kikwazo cha kufanya chochote. Maumbile ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwetu sisi ni kujitahidi kimaisha kama Rukia. Hamza Yusuf, KTN leo, Tana River. Baraza la magavana limekashifu vikali ripoti iliyotolewa na msimamizi mkuu wa bajeti hapo jana, Agnes Odhiambo, wakisema kuwa fedha zinazodaiwa kutotumiwa zimeratibiwa katika bajeti za kaunti. Mwenyekiti wa kamati ya magavana inayosimamia kilimo, Ndereto Gashagwa, amesema kuwa vyombo vya habari vinatoa habari tofauti, huku Wakenya wakiamini kuwa fedha hizo zitarejeshwa katika serikali kuu. Na kama anavyoarifu mwanahabari mwenzangu Mohamed Mahmud, ujenzi wa miundo misingi na huduma bora kwa wapiga kura bado umebaki nyuma. Huku serikali ikiweka bajeti ya mwaka mzima kuwa shilingi trilioni 1.9, ni shilingi bilioni 269 pekee zilizotengewa serikali za kaunti. Katika ripoti yake kuhusu utumizi wa fedha zilizotengewa serikali za kaunti, msimamizi wa bajeti Agnes Odhiambo alisema kuwa shilingi bilioni 182 bado hazijatumiwa. Kamati ya magavana ikisema kuwa fedha hizo kamwe hazitorudishwa kwani tayari zimewekwa katika miradi ambao bado inasubiriwa kufanywa. Money cannot be moved from that account from the central bank unless this money is going to pay for something. These services have already been procured in the counties through the various procurement processes
under the law. Licha ya kusahaulika kwa miradi ya kuendeleza kaunti, magavana hao wanailaumu serikali kuu kwa kiwango cha fedha wanazopokea, huku wakitumia 80% ya fedha kulipa mishahara ya wafanyikazi wa kaunti. Tayari shilingi bilioni 74 kutoka shilingi bilioni 86 zimetumiwa kulipa mishahara, huku shilingi bilioni 12 pekee kwa kaunti zote 47 zikitumiwa kwa miradi ya ujenzi wa miundo misingi. That out of 1.6 trillion, the counties only got 226 billion. Who is checking on the difference? How is the difference being spent? Where is it? How has it been applied? The media should do a research on that. The Commission on Revenue Allocation have physically gone into counties to look at activities or to look at projects that have been implemented, and they have a clear report. Wakenya wanasubiri tu iwapo fedha hizo zitatumiwa kwa miradi itakayoendeleza kaunti mbalimbali. Miundo misingi kama vile barabara na vituo vya kutoa huduma za afya bado imesalia nyuma kimaendeleo, huku wapiga kura wakilalamikia serikali za kaunti kupiga jeki miradi ya maendeleo. Muhammad Mahmud, KTN leo. Kwingineko, katika taarifa nyingine, mtazamaji, mahakama imemwachilia mwanaharakati Moses Kuria kwa dhamana ya shilingi milioni 2. Kuria, ambaye pia anawania nafasi ya ubunge sehemu ya Gatundu ya Kusini, anakabiliwa na kesi ya semi za chuki kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter na hata Facebook. Vilevile uteuzi wa Kuria kuwania ubunge sehemu ya Gatundu ya Kusini umeendelea kukosolewa pakubwa na baadhi ya wabunge kutoka sehemu ya kati ya Kenya. Pata taarifa kamili. Mwanaharakati wa chama cha TNA Moses Kuria, ambaye pia ni mwaniaji wa kiti cha eneo bunge la Gatundu Kusini kwa tiketi ya chama hicho kwenye uchaguzi mdogo ujao, amekanusha mashtaka ya uchochezi dhidi yake na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2. Kuria alikabiliwa na mashtaka matatu ya uchochezi alipofikishwa mbele hakimu mkuu Doreen Mulecho. Kiongozi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko aliamuru Kuria afunguliwe mashtaka kwa tuhuma za uchochezi kufuatia taarifa iliyowasilishwa katika mtandao wake wa Twitter wiki moja iliyopita. Tobiko alisema kwamba Kuria atafunguliwa mashtaka kufuatia mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC. Hatima ya Kuria kisiasa huenda ikaathiriwa na tuhuma hizi, ikizingatiwa kuwa mwaniaji yeyote katika nafasi hiyo anapaswa kuwa na rekodi nzuri. Ni hivi majuzi tu pale Moses Kuria alipopewa tiketi ya kuwania ubunge wa Gatundu Kusini, uteuzi ambao ulipingwa na baadhi ya wabunge wa Jubilee kutoka eneo la Mlima Kenya. Evidence emerging is that the person who was declared the winner during that day is not the person who won the nominations. We have evidence of doctored results. Even if you want actually to rig, you need to use some form of intelligence. Entry group will not accept to be associated with this kind of open manipulation and rigging. In this particular instance, what happened at around 7 in Ituro polling center, Moses Kuria brought 2 Nissans of hired goons, and they chased everybody out, and they stashed ballot papers. That is actually rigging. Wabunge hawa wanadai kuwa mshindi halali kwenye uteuzi wa TNA uliofanya Jumatatu alikuwa ni Joyce Wanjiko Ngugi. Hatua hii ilisababisha maandamano katika eneo bunge hilo la Gatundu Kusini, wengi wakiapa kususia upigaji kura iwapo viongozi wa chama hawataangazia swala hilo. Kesi dhidi yake itasikilizwa tarehe 2 mwezi Septemba mwaka huu. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo masaibu yanayomwandama Moses Kuria yataathiri ndoto yake ya kuwa mbunge wa Gatundu Kusini. Mary Kilobi, KTN leo. Gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandagor ameelezea hatua yake ya kupiga marufuku mikutano ya hadhara katika kaunti hiyo, akisema kuwa ni kwa sababu za usalama wa wakazi wa kaunti hiyo na cheche za maneno
kati ya upande wa serikali na vile upinzani, cheche ambazo anahisi huenda zikatonesha kidonda cha machafuko ya mwaka 2008. Upande wa CORD nao umeshikilia msimamo wao kwamba hapo kesho watabisha hodi katika uwanja wa Eldoret 64 kukutana na wafuasi wao. Huku hayo yakijiri, seneta wa Nairobi Mike Sonko amefika mahakamani kupitia ombi la dharura akitaka mikutano yote ya kisiasa ikiwemo ile ya CORD na Jubilee kufutiliwa mbali. CORD imekariri kuwa ifikiapo kesho watabisha hodi mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, tayari kwa mkutano wa umma utakaofanyika katika uwanja wa Eldoret 64. Liwalo wapende wasipende ndio kauli wanayoshikilia, japo maandalizi hayajaanza rasmi. Kufikia sasa wanaimani kuwa ifikiapo kesho uwanja huo utakuwa umesheheni rangi ya mrengo huo. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha ODM tawi la Uasin Gishu, Menjo Kipkorir, usalama umeboreshwa na wanapendekeza mazungumzo ya kitaifa vile kuelekezwa katika serikali za kaunti. So we are now, our meeting is on and all is proceeding well, and we expect people who are coming there to come and listen, and by the end of the day make their own decisions and go home peacefully the way they have come. Sisi hatujui, tunatangaza hapa ya kwamba tutaenda Eldoret, mwingine apende asipende. Upande wa pili, gavana wa eneo hilo Jackson Mandagor anacheza zeze tofauti. Anasema marufuku aliyoweka ni ya muda tu na kwamba msukosuko wa kiusalama unaoshuhudiwa nchini ndio sababu kuu, pamoja na kidonda ambacho anahisi bado hakijapona. Every politician posturing now mupende musipende. If you say now mupende musipende, suppose hata sisi tuseme hapa mupende musipende, hamwezi kuwa na rally. What is going to happen? Bila shaka siku ya kesho ndio msema kweli kuona iwapo CORD itakaidi amri ya serikali ya Uasin Gishu na kufanya mkutano wa hadhara mjini Eldoret au la. Francis Mtalaki, KTN leo. Dragile taarifa ambao tulikuwa tumeipa kipaumbele mtazamaji, ambako gavana wa Lamu Issa Timami amekuwa mwanasiasa wa kwanza kufikishwa mahakamani kuhusu mauaji ya watu zaidi ya 60 Mpeketoni, kaunti ya Lamu. Gavana Timami anachunguzwa kwa tuhuma za mauaji, njama za kuhamisha watu kwa lazima na vile tatizo la ugaidi maeneo ya Mpeketoni. Kwa sasa gavana huyo amezuiliwa katika rumande ya polisi hadi tarehe 30, ikiwa ni siku ya Jumatatu ijayo mwezi huu wa Juni, ambapo mahakama itabaini iwapo ataachiliwa huru au ataachiliwa kwa dhamana. John Juma na ripoti kamili kutoka Mombasa. Issa Timami alishikwa jana jioni baada ya kuamriwa na polisi kwamba ajiwasilishe kituoni cha polisi Lamu aandikishe taarifa. Baadaye alisafirishwa hadi Mombasa kwa gari, akazuiliwa katika kituo cha polisi cha Bandari alikowekwa rumande usiku kucha. Akiwa mahakamani, upande wa mashtaka ulisema unamchunguza Timami kwa tuhuma za mauaji, kulazimu uhamisho wa watu na ugaidi dhidi ya watu, tuhuma zinazohusiana na mauaji ya watu 65 maeneo ya Mpeketoni na maafa mengineyo maeneo hayo tangu wiki jana na siku chache zilizopita. Possible transfer of population and terrorism related offenses. Upande wa mashtaka ukaomba mahakama iamuru Timami kuzuiliwa kituoni cha polisi kwa siku 14 ili wakamilishe uchunguzi dhidi yake kabla afunguliwe mashtaka rasmi, wakisema ushawishi wake katika kaunti ya Lamu na madai kuwa anashirikiana na wahuni wanaohangaisha watu Mpeketoni ni tishio la uchunguzi huo. Isitoshe, kushtakiwa kwake Lamu au Kilifi kungalivutia wafuasi wengi wanaoweza kutatiza shughuli. Mawakili wanaomwakilisha Timami walipinga ombi la upande wa mashtaka na kutaka Timami aachiliwe huru kwa dhamana, wakisisitiza hakuna uthibitisho wa ushahidi kuwa alishiriki tuhuma anazolimbikiziwa. Which ethnic hatred is this? Who is he trying to incite against which ethnic community is not told also to us. Lamu is multi-ethnic, multi-tribal, multinational, multi-religious. My Lord, I urge you to order that the suspect be released on bond for bail. Jaji Martin Muya amesema atatoa uamuzi ikiwa Timami atapewa dhamana au la siku ya Jumatatu ijayo, lakini kushikwa kwake tayari kumeibua hisia za kisiasa. Chama chake cha UDF
kimeshtumu hatua ya kushikwa kwake na kusema serikali inaelekeza lawama kwa wengine ilhali imefeli katika wajibu wake. Kauli sawa na hizo zimetolewa na Seneta Hassan Omar. Mr. Timami's deputy is called Mr. Eric Mugo from Mpeketoni. They have been working together. His government is all inclusive. So, would he wake up and be responsible for victimizing people who voted for him? The whole purpose here is to simply look for a scapegoat. Our view is the view that is held by the international community, the people who have made reference to the Mpeketoni attacks as being an act of terror. Na Wakenya watasubiri jinsi ambavyo kesi hii itakavyoendelea na jinsi ambavyo itaathiri afisi ya ugavana na utangamano wa watu wa Lamu. John Juma, KTN, Mombasa. Naam, tuendelee na taarifa nyingine. Aliyekuwa mwanahabari humu nchini Esther Arunga akiwa na mumewe Quincy Timberlake wanahojiwa na maafisa wa polisi nchini Australia kuhusiana na kifo cha mtoto wao wa miaka 3. Arunga pamoja na mumewe wanasema mtoto huyo alianguka nyumbani kwao walipokuwa akicheza na mwenzake, lakini polisi wanashauku kuhusu sababu iliyotolewa. Mashirima Kapombe anaarifu zaidi. Machozi yanamtiririka aliyekuwa mtangazaji nchini Esther Arunga baada ya polisi kufika nyumbani kwake nchini Australia kufuatia kifo cha mtoto wake wa miaka 3. Kulingana na kituo cha habari cha Channel 7 nchini humo, mtoto huyo anasemekana alianguka kwenye ngazi nyumbani mwao alipokuwa akicheza na mwenzake wa miaka 2. We're just doing forensic examination of the scene at the moment, and that'll continue for some time. Arunga na mumewe Quincy wanasema walimpa dawa aina ya Panadol kupunguza maumivu, lakini hali yake ilipozorota wakaita ambulensi. Madaktari waliofika walijaribu kila wawezalo, lakini juhudi zao ziliambulia patupu, kwani mtoto huyo alifariki walipokuwa wakimhudumia. Esther Arunga aligonga vichwa vya habari mwaka wa 2010 alipoeleza ari yake ya kujitosa kwenye ulingo wa siasa baada ya kuacha kazi yake kama mtangazaji wa habari. Mbali na hayo, Esther alikashifiwa kwa kuwashtaki wazazi wake kwa madai ya kumzuilia kwa nguvu nyumbani kwao na kumlazimisha apate ushauri wa daktari wa akili. Esther pia alitajwa kuwa na uhusiano wa karibu na kanisa la Finger of God lililokuwa likiongozwa na mpigaji tarumbeta mahiri Joseph Helon. Uchunguzi umeanzishwa na maafisa wa polisi wa Australia kubaini sababu kamili ya kifo cha mtoto wa Arunga na mumewe Quincy Timberlake. Mashirima Kapombe, KTN leo. Na jina la Comras walitamba kwenye michuano hiyo. Shule hiyo ya upili ilijumuisha timu 2 na timu ya kwanza ndio ambayo ilitoa ubingwa Masakuu mwaka jana. Shule ya upili ya Makueni ilishinda taji la ngao ama kwa jina la kimombo Shield kwenye michuano hiyo. Hapo kesho basi vyuo vikuu humu nchini vitakabana ko. Upinzani mkali unatarajiwa kwenye siku ya pili. Michuano Masakuu itaanza rasmi siku ya Jumamosi, huku mashabiki wengi wakitarajiwa kujaa mjini Machakos kwa michuano hiyo. Mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna la ziada katika siku ambayo mkutano wa Umoja Mataifa linalohusika na swala la mazingira ukiingia siku yake ya 4. Kumbuka unakamilika kesho. Ndovu mwingine ameuawa siku ya leo katika sehemu ya Samburu. Mtazamaji, kwa taarifa zaidi basi utazipata mwendo wa saa 3. Mimi naitwa Alimanzu, kwa niaba ya wenzangu ambao wamefanikisha taarifa za leo, tunasema asante sana kwa kutuzitazama. Kwaheri.